Tuko hapa na Ali Mayai. Karibu sana tuzungumza. Kaka kwema? Kwema bwana. Karibu sana. Karibu sana. Ndio wewe mwenyeji lakini hapa wana michezo huko tunasema kote ni kwetu. Kwa hiyo na wewe nakukaribisha pia. Karibu sana hapa Morogoro kwako. Asante sana nimekaribia. Karibu sana. Bila shaka tumepata kushuhudia weekend ambayo ilikuwa na mechi za kimataifa. Tukitazama namna ambavyo Singida Black Stars matokeo ambayo wameyapata, lakini kwa upande wa Azam licha ya kuwepo katika nchi ile ile lakini wamefanya vizuri. Kwa upande wa wananchi Yanga Sports Club wao bahati, isivyo bahati naweza kusema hivyo, wamepoteza, lakini Simba Sports Club wao wamefanikiwa kupata ushindi. Tutazame kwa matokeo haya ambayo yamepatikana, tunauona ama tutarajie kuona ushiriki wa nchi ya Tanzania kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi. Bado katika football huwa kuna it's not over until it's over. Ni moja kati ya kitu ambacho kwa matukio kama haya ndio huwa yanathibitisha determination ya timu. Angalia kwa achilia mbali kwanza, yani kwa vilabu vyetu kwa mfano Simba na Yanga, unaona kabisa sasa hivi wapenzi na washabiki, moja kati ya kitu ambacho wanakiangalia shindano ya kimataifa ambacho kwa miaka ya nyuma maono hayo, mitazamo hiyo ilikuwa haipo kabisa kwa Tanzania. Ilikuwa watu wanajikita kwamba hapana, sisi ni underdogs, kwa hiyo tukicheza timu za Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, hayo ndio yani wao ndio top dogs, sisi ni ya mashindano ya kimataifa. Dogs kama tulivyokuwa miaka ya nyuma, kitu ambacho kinamcha tu kwa kocha, kitu ambacho kwa kweli kwa sasa, kwa sababu tunafaidika na ile ratiba ya mechi zinazofuata. Kwa mfano kama ni mechi nyumbani, ni kitu ambacho Kija kwa upande wa Simba namna ambavyo ambacho wamekionyesha, unaona kabisa kwamba kuna improvement kubwa sana. Improvement kubwa sana, na kuna kitu tumezungumzia hapa, commitment level. Moja kati ya kigezo ambacho huwa kinatumika kupima commitment level huwa ni movement za wachezaji. Ndio kwa wachezaji baada ya kumalizika mchezo huwa wanaangalia movement za wachezaji. Ukiangalia huwa unaona sana movement za midfielders ndio huwa wanakuwa wanaongoza kwa sababu ya movement zao kwenda mbele kurudi nyuma, lakini ukiangalia kwa jinsi ambavyo Simba walicheza kwa mfano kipindi cha pili, umeona kabisa commitment level yani imeongezeka. Lakini pia na hata kwenye eneo la finishing, wewe changamoto ya kumalizia uliona Simba kwa msimu iliyopita kwa mfano, mmoja kati ya eneo ambalo lilikuwa na changamoto ni eneo la finishing, lakini unaona kabisa kwamba kuna improvement. Ndio kuna magoli ya header tunakwenda kufunga kutokana na height ya mchezaji, lakini ni moja kati ya strategy ambazo zinatumika kwenye finishing. Wenzetu wamefanikiwa sana kule, kwa mfano timu za Afrika ya Kaskazini, timu za Algeria, timu za Egypt na hata timu za Morocco. Moja kati ya maeneo ambayo huwa wanayatumia sana kufunga magoli ni set pieces, kwamba wanaweza kawa wanacheza kwenye possession, lakini kama hakuna nafasi, hawatengenezi nafasi, huwa wanatumia sana set pieces kuweza kupata magoli. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo unaona kabisa kwa Simba yani kuna improvement, kuna kitu ambacho yani kimeongezeka, na specifically katika eneo la finishing. Tuzungumze hivi kiufundi zaidi, kama ambavyo umezungumza, Simba imekuwa ikitumia set pieces, lakini mara baada ya kuondoka kocha aliyepita amekuja meneja mpya. Kuna mabadiliko ya namna ya uchezaji umeona ndani ya kikosi cha Simba? Kwa kitu ambacho kimeweza kuinufaisha Simba ni kwamba ndio head coach ameondoka, lakini wasaidizi akiwepo Selemani Matola yuko pale pale. Moja kati ya manufaa ambayo Simba inanufaika ni kama hayo, kwa maana ya Matola yeye ameshafanya kazi na makocha wengi, na huwa wakiondoka yeye huwa ndo anakuwa anakaimu. Kwa hiyo hata ile program za mazoezi zile anazijua, na bahati nzuri kwa hata style ambayo kocha huyu meneja huyu ameonekana kuwa nayo ni style ambayo Simba ndio ambayo amekuwa akitumia miaka yote, possession style of play, yani kwa maana ya kumiliki mpira, yani kutoka na mpira nyuma kupita katikati kwenda mbele, kwa sababu kuna the best way to defend is to possess. The best way to attack is to possess. The best way to maintain game kama umeongoza
is to possess. Kwa hiyo ndio moja kati ya kitu ambacho naona kabisa hata jinsi ambayo style ambayo anayokuwa wanaitumia wachezaji ni ile style ambayo amekuwa akiitumia Simba kwa miaka yote. Kwa hiyo ni kitu ambacho inaonekana kinaendana na mahitaji ambayo Simba wamekuwa wakicheza kwa miaka yote. Wakati azizungumza hizi timu mbili kwa maana ya Simba na Yanga. Yanga amepoteza mchezo, Simba amepata ushindi. Lakini wameanzia nje ya uwanja wa nyumbani. Wanarejea nyumbani. Unadhani kuna faida yoyote, lakini unatazama huenda kuna maajabu yakaenda kutokea kwa upande wa wananchi na Simba pia kuendelea kuongeza hata idadi ya mabao ili kwenda hatua ya makundi? Kwa Simba tayari ana zaidi ya 75. Yaani kama ni percentage zaidi ya 75. Kwa Yanga hapo of course ukishapoteza mchezo huwa yule ambaye ameshika tayari yeye huwa anaweza kawa na ndio kwa style of play ambao wamekuwa nayo wanacheza wale ni kama unaweza kawapa 51. Kwa hiyo kwa Yanga hapa wana mzigo, yani kama ni 49 wana mzigo ndio. Kwa nini? Hata kama wanacheza nyumbani, kwa sababu siku zote kufunga kuna kazi kubwa kulikoni kuzuia. Yani yule ambaye anaingia na style of play ya kulinda huwa ana kazi rahisi kulikoni wewe ambaye unatafuta nafasi ya kufunga, kwa sababu kufunga goli ni kazi kubwa sana kulikoni kulinda. Kwenye kulinda kikubwa, basic principle ya kulinda ni kukaa katikati ya mpira na goli, that's the basic principle. Lakini kwenye kufunga goli huwa panahitaji uwezo binafsi wa kufunga. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinakuwa na kwanza pressure, inakuwa ni pressure, lakini hata approach ukiingia na, kwa sababu mpinzani kwa mfano kama hivi ana goli moja tayari kule ameshapata moja, alafu anafika hapa anaingia na anajua kabisa kwamba mtu wote anapokuwa nyumbani huwa anacheza open play. Anapokuwa nyumbani Yanga itakuwa anacheza open kwa maana ya priority itakuwa ni kushambulia. Sasa inapokuwa kushambulia na yeye wapinzani anapokuwa anacheza away, moja kati ya approach ambazo huwa wanazitumia ni wanaita magoli ya mapema, early goals, goli la mapema. Yani dakika ya pili akipata goli hiyo mpaka kuja kurekebisha huwa ni half time. Na ukienda half time kipindi cha pili huwa kinakuwa kifupi sana. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinaonyesha kwamba aliyoko nyumbani ana mzigo mzito kulikoni ambaye anacheza tayari ana alama moja ambayo kashaichukua nyumbani. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho sasa ndio huwa kipimo sasa cha kupima tactics, yani proper mbinu gani kocha ataingia nayo katika mechi hiyo. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa hakina muda wa kurekebisha, kwa sababu kwenye mechi ya kwanza tayari kama makosa utayarekebisha, lakini kwenye mechi ya pili hakuna muda wa kurekebisha. Lakini wakati ambapo tunazungumza namna gani mbinu ambazo watakwenda kuzitumia kwenye hili hapa, Yanga wameachana na mwalimu wao. Ukitazama mitazamo mingi kwenye mitandao ya kijamii watu mmemuonea, ilikuwa bado mapema. Sasa of course ukiona hivyo ujue ni kamati, yani sio mtu mmoja. Ukiona hivyo ujue tayari kamati ya utendaji walishakaa wakaweka, kwa sababu kuna vigezo. Ukiona hivyo kama tayari wameachana na kocha, ujue kuna commitment level ile ambazo huwa wanakuwa wanasaini kabisa kwamba kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Ukiona mpaka maamuzi yamefanyika, ni maamuzi ni kamati ya utendaji imekaa ikaweka kabisa kwamba kuna vigezo hiki na hiki na hiki, hapo kama hapata fikika hichi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho hajikopeki, na ndio sababu wanasemaga coaches are hired to be fired. Huwa wanaajiliwa ili watimuliwe. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vinatumika katika football, ni kitu cha kawaida. Sasa inategemea sasa na mipango iliyopo. Apart from ile benchi zima la ufundi linashirikiana vile, kwa sababu benchi zima la ufundi lililopo, kwa mfano wale tangu waliopo wanafahamu nini kinachotakiwa kifanyike. Kwa hiyo kushirikiana sasa na kocha mpya kwa ajili ya ndo kitu ambacho sasa kinahitaji, lakini pia na hata uongozi uliopo. Yani ni moja kati ya kitu ambacho kinatakiwa kufanya kwa pamoja ili kuweza kuingia na proper strategy kwa ajili ya kuweza kupata matokeo chanya katika mechi hiyo. Tumeipa 75% Simba. 75. Kwa upande wa Yanga, Azam na Singida, hizi timu tatu unaziona pia zinakwenda kuongeza asilimia ya kwenda hatua ya makundi, kwa tukaweka historia kuingiza timu 4 kwenye hatua ya makundi. Of course kwa Singida Black Stars unaweza ndio, of course kwa hizi nyingine mimi naweza katoa 50% kwa 50. Bado naweza katoa 50% kwa 50. Kwa Azam hiyo nafikiri ni zaidi na nyinyi 50%, zaidi ya 50% kwa Azam. Sasa nini kifanyike kwa michezo? Kitu ambacho ni concentration ya kocha kuweza, yani technical bench
kuweza kuingia na proper strategy. Unajua ukiingia na strategy ambayo baadaye unakuja kugundua kwamba hapana, nimekosea, nibadilishe, huwa muda hakuna. Mechi ya pili huwa haina muda wa kurekebisha. Yaani mechi ya kwanza ndio huwa inakupa nafasi wewe kurekebisha. Kwa hiyo mechi ya pili unatakiwa ukiingia na approach, iwe approach sahihi kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa sababu wachezaji ni hao. Ni namna gani utawatumia? Utaingia na style gani of play? Hiyo 4-4-2, 4-3-2-1, 3-5-2, whatever, lakini lazima iwe proper strategy kwa sababu hakuna muda wa kurekebisha. Sawa, mimi nikushukuru sana na niko tukaendelea kwenye majukumu mengine. Asante sana bana, asante sana. Yeah. Sasa tunatamatisha hivyo mahojiano rasmi kabisa na Ali Mae, ambapo tulikuwa tunapata tathmini ya mechi za kimataifa kwa upande wa Simba, Young, Azam pamoja na Singida Black Stars. Je, timu 4 kunako hatua ya makundi hii itakuwa jamka matokeo kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni Bugani TV, usiache kusubscribe, like na kucomment.